Naam. Mheshimiwa Baba Levo, watu wengi wamekufahamu kupitia music na huko ndo ulipoanzia mpaka kupata maarufu. Leo hii umesogea, upo bungeni pale. Labda umejipangaje sasa kwenye kutetea haki za wasanii kiujumla, labda masuala kama ya maugomvi, kugombania nyimbo, sijui na nini na vitu vingine kiujumla? Mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini na ambaye niko katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kati ya kazi yangu ni kutetea watu wote, wasanii na ambao sio wasanii. Na kwenye wasanii ni rahisi kuwatetea kwa sababu kazi ya sanaa naijua. Na napoona kuna vitu ambavyo vinaenda wrong kama kiongozi ambaye nina nafasi ya kusema kwenye chombo kikubwa muhimili, nina nafasi ya kuweza kusemea ili mawaziri ambao wako katika wizara ambayo inahusika na sanaa waweze kuchukua hatua na kuhakikisha tunalinda sanaa yetu, tunalinda vipaji vya wasanii wetu. Sawa. Na vipi tutarajie sasa, kwa sababu sasa hivi naona uko busy na masuala ya kisiasa, labda umejipangaje kwenye upande wa usanii au umeachana nao kabisa? Utarajie kuona nyimbo mpya na labda kama collab na msanii gani? Kuacha muziki haiwezekani kwa sababu ile ni talanta, iko kwenye akili, iko kwenye kichwa changu, iko kwenye mwili wangu. Lakini kufanya muziki kama ndo kazi kabisa, hiyo nayo ni ngumu kutokana na majukumu nilionayo. Na kutoa wimbo nitatoa. Kwa mfano sasa hivi nina wimbo ambao nataka kuachia ambao nitakuwa mimi niko na Diamond Platnumz. Kumshirikisha Diamond hiyo haiepukiki. Sababu kama watu wanafunga safari wanatumia mamilioni 100, 300 kumshirikisha, mimi naye bure. Kwa nini nisipige naye hata nyimbo 43, 45? Kwa hiyo na ngoma mpya na Diamond Platnumz na hakika itakuwa ni wimbo bora kabisa katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa Baba Levo wa sasa na yule wa zamani kuna utofauti gani? Utofauti wa Baba Levo wa sasa ni huyu ni kiongozi, ni mbunge aliyepigiwa kura na wananchi wa Kigoma mjini. Wananchi wengi wanajifunza kupitia mimi. Unajua ukiwa msanii unakuwa kioo cha jamii, lakini kuna muda unaweza kama bwana, kuanzia sasa hivi msinione kama kioo. Sio kama unanielewa. Kuanzia sasa hivi mimi sio kioo wala nini. Wasanii wako wengine, angalieni vioo vingine. Lakini ukiwa mbunge unapaswa uwe kioo cha jamii kwenye matendo, muonekano, maneno na mambo mengine. Kwa hiyo nimebadilika kutokana na mazingira haya. Wakati ule wa uchukuaji fomu tuliona wasanii wengi walikuwa na wanachukua fomu kugombania nafasi mbalimbali. Labda unadhani kwa nini wasanii walijitokeza kwa wingi sana? Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kuwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi ni procedure ngumu sana. Kuwa tu mgombea ni procedure ngumu sana. Kwa hiyo wasanii wengi waliamini kwamba wakipata nafasi kupitia Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ni chama kikubwa, kina wanachama wengi zaidi ya milioni 13, waliamini kwamba ukipata nafasi inakuwa ni umepata 70% ya kuingia bungeni. Hiyo 30% inabakia ni hizo kura za watu wengine ambao sio wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wasanii wengi walichukua fomu, lakini mchakato sasa wa kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi ndio uliowapunguza. Na mimi namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa chama chetu, kwa kupitisha jina langu na mpaka likaja kutajwa kwamba sasa Kigoma mjini atagombea Baba Levo. Nilisikia raha sana. Kwa sasa hivi yani hatua nilopiga sasa hivi, hata nikifa leo Mwenyezi Mungu anilaze tu mahala pema peponi, lakini nimeshafika katika level ambayo nilitamani siku moja kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini na ndoto imetimia. Labda tukiacha wewe, unadhani kwenye wasanii hao wengine waliokuepo, labda waigizaji na sehemu mbalimbali, labda wapo wengine unaona wanafaa kuingia bungeni? Wapo wasanii wengi sana wana nafasi ya kuingia bungeni na wana akili kubwa ambayo inaweza kusaidia kwa namna moja nyingine kwenye nchi yetu kama watapata nafasi. La msingi wasikate tamaa, ni kuendelea kupambana kupata nafasi, na nafasi kwenye Chama cha Mapinduzi ni vizuri zaidi kwa sababu ni chama kikubwa, kina wanachama wengi. Lakini kama mtu anaona amekosa nafasi, anaweza kutafuta sehemu nyingine, lakini mimi nashauri wengi wagombee kupitia Chama cha Mapinduzi. Wakipata nafasi huku kuna urahisi zaidi kwa sababu chama kina mtaji wa wapiga kura. Sawa. Wasanii vipi, wanakupa ushirikiano moja kwa moja kwa nafasi yako sasa hivi ulipo? Labda wasanii wanakusaidia kwa namna gani? 90% ya wasanii wananisapoti. Sioni kama kuna ambao hawanisapoti. Japo huwezi kujua mtu moyoni mwake
lakini nikiona naona kama wote wananichekea. Kwa hiyo naona kama ni mambo ni mazuri. Sasa kama ndo mtu kajishindilia ngozi ya mbuzi, kumbe huku ndani ni nguruwe, hiyo sasa tutamwacha na nguruwe wake. Lakini kiuhalisia wasanii wengi wananisapoti, na ndio maana umeona hata madawati nilipeleka maombi kwa wasanii, wamenichangia madawati. Umeona bana kina Nandy, Billnass, Diamond Platnumz, Zuchu, wasanii wengi sana wamenisupport. Nifa, mfanya biashara yule wa vipodozi Nifa, wamenichangia. Yeah. Kipi unajutia Mheshimiwa Baba Levo, kile ambacho ulikifanya before afu sasa hivi kwa nafasi uliopo nayo unaona bwana hichi labda mtu akikiona ama kukisoma anaona kama kidogo kinakushusha? Kiuhalisia hakuna mambo mengi ambayo mimi najutia, kwa sababu mambo mengi niliyafanya katika stage za maisha. Zilikuwa ni stage za maisha, na kwenye maisha kuna mipito mingi ambayo unapita. Kwa hiyo hata mtu akileta kitu cha zamani, Baba Levo amevua shati, Baba Levo sio anacheza muziki, anakata mauno, anafanyaje, mimi naona nilikuwa katika stage ya utafutaji. Nilikuwa katika stage ambayo nilipaswa nivue shati ili nipate hela. Umeona bana, na sasa hivi natakiwa nivae suti ili nipate hela. Kwa hiyo mimi naona ni stage tu ambazo nimepita, na sijutii kabisa, kwa sababu hakuna jambo lolote baya labda la kunidhalilisha, labda nilitoka labda utupu au video zangu za utupu zilitoka. Hapana, maneno vizuri. Kwa ni stage tu za maisha. Sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii tunaona msanii akitoa nyimbo, kuna watu wanajiita wachambuzi. Kuna watu wanajiita wachambuzi kwenye upande wa muziki. Yeah. Labda msanii akitoa nyimbo ataanza kuichambua na kuina nini. Hivi hawa wanakuza muziki wetu au wanabomoa kabisa? Kama mtu akichambua muziki kwa haki, atakuza muziki, atakuwa na ukuza. Lakini kama atachambua kwa sababu amepewa hela, hawezi kukuza muziki, kwa sababu atasifia hata cha ovyo, kwa sababu si amepewa hela, wamebadilisha kama ni biashara. Lakini mimi naamini tulipaswa kupata wachambuzi ambao watachambua kwa haki bila kubagua, bila nini. Achambue tu kwa haki. Kama msanii ataamua kumpa hela kwa shukurani, ampe. Kama mwingine ataamua kumpa matusi kwa kumponda, ampe. Kwa lazima akubali hivyo vitu vyote kama vinaweza vikamkuta. Lakini ukiangalia vijana ambao wanachambua, ni kama wanachambua ili wapate hela. Kwa hiyo yani wewe ukiwapa hela, yani wanakusifia kitu chako chochote, kwa sababu wao unajua ukiwa mchambuzi lazima kwanza uwe umefuzu kwenye swala la ubishi pia. Kwa hiyo imekaa hivyo. Sasa kuna moja interview yako ulisema ulitembea nchi 137. Sasa point yangu kwenye mswala zima la elimu, kwa sababu tuliona interview za nyuma ulisema kwamba utaanza kusoma na ulichagua mpaka kituo kile na nini na mwalimu hadi aina mchepuo wa masomo. Vipi kwenye swala la elimu kwa sasa? Elimu tumeshaanza, nasoma Brothers, ambapo naamini mwezi wa 9 wa 10 tutakuwa tunafanya mtihani wa form 1 form 2, kisha niingie form 3 form 4, and then niendelee form 5 form 6, kisha niingie chuo. Kwa hiyo tunasoma, moja kwa ajili ya kupata elimu, lakini mbili kwa ajili ya kupata vyeti, kwa sababu huko mbeleni watu wataamini wewe una akili kubwa, lakini kama hauna document ambazo zina support hiyo akili yako kubwa, unaweza kujikuta unakaa pembeni. Kwa hiyo tunafanya kazi ya kusoma ili tuweze kuvuka kwenye hilo. Maswali ya mwisho mawili. La kwanza inahusiana na Diamond, baba yako kama unavyosema. Yeah. Kwa hiyo Zuchu ni mama yako, si ndio? Yeah. Vipi unatarajia kupata mdogo wako hivi karibuni? Yes. Zuchu hawezi kuvuka mwezi wa 9. Akivuka mwezi wa 9 sasa huyo mtoto atatoka na nywele nyingi. Kwa hiyo naamini hapa katikati tutapata mtoto, na muombea ajifungue salama, apate mtoto mzuri, kwa sababu moja kati ya jambo ambalo lilikuwa linanitukanisha sana ni mimi kumpigania yeye azae. Mbona bwana, nikimshawishi kwa nguvu zangu zote kwamba yani Zuchu ndugu yangu, fanya mchakato tu ndugu yangu umzalie Diamond Platnumz. Kwa hiyo nimeshashambuliwa sana, sio Baba Levo wewe ndio unataka umzalie Diamond, ile ni maneno mengi, lakini nadhani Zuchu amesikia kilio changu na anaenda kumzalia mtoto wa kwanza sasa wa Zuchu, lakini atakuwa ni mtoto wa 4 wa Diamond Platnumz. La mwisho kwenye swala zima la uchawa.
Nadhani kama ni miongoni mwa watu wa kwanza kufanya kama ionekane kama ni kazi maalum. Yes, unazungumzaje kiujumla sasa? Uchawa ni upambe. Uchawa nilikubali kuitwa chawa kwa sababu watu walitumia neno chawa kama neno la kunikashifu. Sasa mimi huwa nazibadilisha kashfa nazivaa ili huyo mtu akose la kuongea. Kwa hiyo mimi kwangu uchawa naamini ni upambe, na ukiwa mpambe kazi yako ni kumpamba mtu, ni kupamba kitu, ndio unakuwa kama influencer. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo nashauri watu wapige kazi ya influencer, wapige kazi ya upambe, wapige kazi ya kuwa machawa kama kuna sehemu unapata riziki, kwa sababu uchawa sio dhambi, kwa sababu wewe unampamba mtu kwa kila alichonacho. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo watu wafanye ili kama unapata riziki, ina ubaya gani? Ukijiuliza wewe ubaya uko wapi? Kama mtu anakuwa chawa, kwa mfano mimi sasa hivi nikimfanyia uchawa GSM akaenda kajenga soko la jioni Kigoma, hiyo ina ubaya gani? Haina ubaya wowote. Kwa ni swala tu la kujiposition, ila wasijizalilishe sana. Kwa sababu ukijizalilisha sana huko mbeleni ukija kufanikiwa ule uzalili unakurudia. Katika kuomba kwako misaada, vipi rafiki yako wa karibu Mwijaku, ulimtumia kidogo message ya kusaidia hata madawati kadhaa? Kwa hiyo mwenyewe mimi ndo nataka nimsaidie. Mimi ni mbunge, yeye anazulula. Kwa hiyo sasa kuna utofauti. Hii level yangu mimi na yeye tushakuwa level mbili tofauti. Kwa hiyo kwenda kuomba tena msaada kwa Mwijaku tena, hiyo hapana. Yeye mimi ndo nataka nimsaidie, kwa sababu yeye yuko mtaani na randaranda. Mimi niko bungeni. Mimi naweza nikaamua kwamba niende bungeni pale kwenye viti niwe najizungusha. Yeye vile viti haruhusiwi kukalia. Vile viti kukalia masharti yake ni makali sana. Akiingia bungeni inabidi aende juu kule alichungulie chini, nikiwa niko napiga kazi ya wananchi wa Kigoma mjini. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida sasa, kwa mfano akitaka kukutana na Baba Levo anafanyaje? Labda kuna ugumu gani kukutana na wewe yani? Ofisi Kigoma mjini, ofisi ya mbunge iko pale, lakini wananchi wa Kigoma mjini wana nafasi ya kuja bungeni wote. Kama kuna waziri unaona unataka kuonana naye, unaniambia na kualika. Unakuja bungeni, ukishaingia bungeni unaangalia bunge, wakati wa kunywa chai ile waziri anakunywa chai na kuchukua na kupeleka kwa waziri pale. Naomba waziri msikize, huyu ndugu yangu ametoka Kigoma. Hiyo ni kwa wananchi wa Kigoma mjini. Sijajua wewe ni wa jimbo gani, lakini kwa wananchi wa Kigoma mjini wana nafasi ya kuingia bungeni wote. Kila anayetaka kuja bungeni ataingia. Kesho kutwa hapa nitaingiza bodaboda wa Kigoma mjini. Ile inaofuata nitawaingiza wakina mama wanafanya biashara jioni soko Malungu. Wakina mama wa soko Malungu wauza nyanya. Tawashindilia mle hata wakiwa 100 waingie mle. Nikitoka hapo naenda kuingiza wavuvi. Wataingia mle na wenyewe wakaende wakashuhudie kile kinachoendelea pale. Kwangu mimi wananchi wa Kigoma mjini wote wana nafasi ya kuingia bungeni. Utakuwa mbunge wa kwanza kufanya hivyo. Sasa hiyo sasa sijajua kama huko nyuma alishafanya mtu, lakini mimi naamini kwamba nafanya hivyo kwa mapenzi ya wananchi wangu ili waweze na wenyewe kushuhudia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa, mimi nikushukuru. Mimi nashukuru pia ndugu zanguni wananchi, Mungu awajalie na amina. Mrudi nyumbani salama. Amina. Nimefurahi sana nimeongea na nyie, na siku nyingine mkiwa na jambo niambieni, mje tupige maneno. Sawa. Wala hamna chochote kitakachoharibika. Sawa. Asanteni sana. Haya.